Rais Samia kufanya ziara siku 3 nchini Angola. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajia kuanza ziara ya kiserikali ya siku 3 katika Jamhuri ya Angola kufuatia mwaliko wa rais wa nchi hiyo, ambapo ziara hii inalenga kukuza na kuimarisha zaidi mahusiano ya kihistoria na kidugu kati ya Tanzania na nchi ya Angola. Taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Sharifa Nyanga amesema akiwa nchini Angola, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan atapata fursa ya kufanya mazungumzo na rais wa nchi hiyo, kuhutubia bunge la Angola, kuweka shada la maua katika mnara wa kumbukumbu wa muasisi wa taifa hilo hayati Rais Antonio Agostinho Neto, pamoja na kutembelea kiwanda cha mafuta cha Luanda. Uhusiano wa Tanzania na Angola uliasisiwa na waasi wa mataifa hayo wawili, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Rais Antonio Agostinho Neto, waliokuwa na maono ya pamoja ya kukomboa Afrika na watu wake. Uhusiano unaendelea kuimarika siku hadi siku, na sasa unajikita katika kukuza uchumi, hasa katika sekta za biashara, uwekezaji, maendeleo ya miundombinu, mafuta na gesi, madini, uchumi wa bluu, afya, elimu na utalii, kama ilivyoainishwa kwenye tume ya pamoja ya ushirikiano wa ziara hiyo. Itashuhudiwa pia na wekaji saini wa hati ya makubaliano ya MOU katika masuala yanayolenga kufungua fursa za kibiashara na uwekezaji na jitihada za kuimarisha ulinzi na usalama. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amealikwa pia na Spika wa Bunge wa Angola Caroline, ambaye naye pia ni mwanamke, kuhutubia bunge la nchi hiyo, na atakuwa na rais wa kwanza mwanamke kutoka barani Afrika kuhutubia bunge la Angola. Ni taarifa kutoka huko nchini Angola. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajia kuanza ziara ya kiserikali ya siku 3 katika Jamhuri ya Angola kufuatia mwaliko wa rais wa nchi hiyo, ambapo ziara hii inalenga kukuza na kuimarisha zaidi mahusiano ya kihistoria na kidugu kati ya Tanzania na nchi ya Angola. G55 watoa kauli kuzuia uchaguzi kutamwagika damu. John Mlema akiongea kwa niaba ya G55 jijini Dar es Salaam ametoa kauli na kusema wapo wanaojenga hoja kushiriki uchaguzi ni kupeleka vijana wakamwage damu, kwamba tuna njaa ya damu, wakati huo wakihamasisha tukazuia uchaguzi. Hivi damu itamwagika wakati gani zaidi, wakati wa kushiriki uchaguzi au wakati wa mapambano na dola na polisi na majeshi wakati wa kuzuia uchaguzi? Wapo wanaotaka kuhamasisha kwamba kuzuia uchaguzi ya kutomwagika damu. Watu wanakwenda kutangaza kupambana na dola na majeshi kuzuia uchaguzi, kitu ambacho hakijawahi kufanikiwa popote duniani. Watu wanapambana wakiwa ndani ya uchaguzi. Hii tupe tafsiri gani? Wakati gani damu inamwagika zaidi? Sisi tunaotaka tugombee tunakwenda kuepusha vijana wetu kuumizwa wakati wa kuzuia uchaguzi. Ni maneno ya John Mlema akiongea kwa niaba ya G55 jijini Dar es Salaam, akitoa kauli yake. Kumbe wapo wanaojenga hoja kushiriki uchaguzi ni kuwapeleka vijana wakamwage damu, kwamba tuna njaa sana na damu, wakati huo wakihamasisha tukazuia uchaguzi. Hivi damu inamwagika wakati gani zaidi, wakati wa kushiriki uchaguzi au wakati wa mapambano na dola na polisi na majeshi wakati wa kuzuia uchaguzi? Hatimaye Daktari Nchimbi atoa kauli ya kuna wa kuzuia uchaguzi. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi amesema uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utafanyika kama ulivyoelekezwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba hakuna mtu binafsi au chama au mamlaka yoyote hata juu ya serikali inayoweza kuzuia uchaguzi. Emmanuel Nchimbi akiongea katika mkutano maalum wa Jukwaa la Wanahariri Tanzania TEF uliofanyika mjini Songea, Daktari Nchimbi amesema utaratibu wa uchaguzi nchini ni wa kikatiba na umeendelea kuzingatiwa tangu mwaka 1960. Nchi yetu ina taratibu za kufanya uchaguzi kila baada ya miaka 5. Hakuna raia yote, hata rais au makamu wa rais au waziri mkuu, mwenye mamlaka ya kusema uchaguzi hautafanyika. Ametoa kauli hiyo kufuatia mjadala unaoendelea juu ya ushiriki wa vyama vya siasa, hasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, katika uchaguzi huo, wakisema bila mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi hautakuwepo, wakimaanisha no reform no election. Ni taarifa kutoka huko Songea. Hatimaye Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi
amesema uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utafanyika kama ulivyoelekezwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba hakuna mtu au binafsi au chama au mamlaka yoyote hata ya juu ya serikali inayoweza kuzuia uchaguzi usifanyike. Hatimaye Donald Trump atoa kauli. Rais wa Marekani Donald Trump ameitangaza na kuionyesha rasmi kadi ya godi ikiwa na jina la Trump Card yenye sura ya Trump ambayo itagharimu US milioni 5 sawa na bilioni 13, ambapo mtu atakayenunua atapata fursa ya kuwa mkazi wa kudumu nchini Marekani kama ilivyo kwa watu wenye green card. Mpango wa kuanzishwa kwa kadi hiyo ulitangazwa mara ya kwanza na utawala wa Trump mwezi Februari mwaka huu, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema ndani ya wiki 2 kutoka sasa kadi hizo zitaanza kuuzwa zikiwalenga zaidi raia wa kigeni wenye uwezo mkubwa wa kiuchumi, ambapo rais wa Marekani Donald Trump analenga kuongeza kipato kwa taifa la Marekani kupitia kadi hizo, na tayari Donald Trump amesema kadi ya kwanza atainunua yeye mwenyewe. Miongoni mwa faida za kadi hizo ni kupata haki ya makazi ya kudumu nchini Marekani, kupata uwezekano rahisi zaidi wa kupata uraia wa Marekani, itasaidia kampuni za Marekani kuwaingiza wafanyakazi wenye uwezo mkubwa wa kazi nchini humo, ukilinganisha na mfumo wa kupata green card ambapo mchakato wake una vipengele vingi na hata wengine kutapeliwa wakati wakipambania uraia wa Marekani. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye rais wa Marekani Donald Trump ameitangaza na kuonyesha rasmi kadi ya green card, ambapo Donald Trump ameita Trump Card yenye sura ya Trump ambayo itagharimu US milioni 5 sawa na bilioni 13, ambapo mtu atakayenunua atapata fursa ya kuwa mkazi wa kudumu nchini Marekani kama alivyo kwa wakazi wengine wenye green card. Ni kosa la jinai kupekua simu ya mpenzi wako. Mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi Tanzania kitengo cha dawati la jinsia, ulinzi wa watoto, makao makuu ya kipolisi Dar es Salaam, Afande Wilford Wila amewakumbusha Tanzania kuwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kosa la jinai kupekua simu ya mpenzi wako au simu ya mtu mwingine yoyote bila ridhaa yake. Akizungumza baada ya kutoa semina kwa makundi maalum likiwemo kundi la polisi jamii, makundi mbalimbali mkoani Geita, Afande Wila amesema amelazimika kuwakumbusha hayo kwa kuwa kumekuwa na changamoto kubwa sana katika familia, hasa kwa mke na mume kugombania simu kwa nia ya kutaka kupekua, kutazama kilichomo. Afande Wila amesema unakuta mwanamke au mke anagombania simu ya mume au mume anagombania simu ya mke, sio kwa nia njema ila kwa nia ovu, kwa lengo la kupekua simu ya mwenzie. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mtu ana haki ya faragha na usiri. Taarifa zake, mambo yake anayofanya kuwa faragha, anafanya yeye kama yeye faragha. Kwa hiyo ukifanya hivyo bila ridhaa yake, kuchukua simu yake na kuanza kuipakua, hilo ni kosa la jinai. Ni taarifa kutoka Geita. Hatimaye mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi Tanzania kitengo cha dawati la jinsia, ulinzi wa watoto, makao makuu ya kipolisi Dar es Salaam, Afande Wilford Wila amewakumbusha Tanzania kuwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kosa la jinai kupekua simu ya mpenzi wako au simu ya mtu mwingine yoyote bila ridhaa yake. Tundu Lissu atengua uteuzi wa Catherine Ruge. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu ametengua uteuzi wa mjumbe wa sekretarieti maalum wa dawati la jinsia wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Catherine Ruge. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Brenda Lupia, huko akisisitiza kuwa no reform no election inaendelea kuchanja mbuga kanda ya kusini. Itakumbuka Catherine ni miongoni mwa watiania wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliojiita G55, waliotoa waraka wa kupinga maamuzi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 endapo mabadiliko ya mfumo ya uchaguzi hayatafanyika. Endapo baada ya waraka huo kusambaa kwa watu kujiuliza kama Catherine ameweka sahihi yake mwenyewe, baadaye Ruge aliandika na kuthibitisha kuwa ni sahihi yake. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu ametengua uteuzi wa mjumbe wa sekretarieti maalum wa dawati la jinsia wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Catherine Ruge. Daktari Nchimbi atoa kauli.
Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi amewataka watendaji wa Chama cha Mapinduzi CCM kuhakikisha wanafanya mambo yanayojibu changamoto za wananchi, huku akisisitiza kuwa Chama cha Mapinduzi CCM sio chama cha viongozi bali ni chama cha wanachama. Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi amesema hayo wakati akiongea na wananchi wa Mbinga mjini alipokuwa njiani kuelekea wilaya ya Nyasa, ikiwa ni ziara yake ya siku 5 katika mkoa wa Ruvuma. Daktari Nchimbi amesema amani na utulivu ndio kipaumbele cha kwanza. Tunataka chama chetu kiwe chama cha wanachama na sio chama cha viongozi. Chama chetu lazima kiendelee kufuata wananchi wanataka nini, kwa kujua kutoka kwa wanachama wetu. Chama chetu akiwakilishi mawe, chama chetu akiwakilishi matofali, bali Chama cha Mapinduzi CCM kinawakilisha wananchi. Ni taarifa kutoka huko Ruvuma. Hatimaye katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi amewataka watendaji wa Chama cha Mapinduzi CCM kuhakikisha wanafanya mambo yanayojibu changamoto za wananchi, huku akisisitiza kuwa Chama cha Mapinduzi CCM sio chama cha viongozi bali ni chama cha wanachama.